Wivu unaweza ukasababisha mtu hata kuuawa. Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 na mstari kuanzia wa kwanza, neno la Mungu linasema kwamba kulikuwa kuna watu wawili, Habili na Kaini. Hawa watu walikuwa watoto wa baba mmoja, Adamu. Sasa Habili alikuwa ana moyo mzuri kwa Bwana. Huyu Kaini hakuwa na moyo wa kumpendeza Bwana. Wivu ulikuwa umejaa ndani yake. Ikawa sasa wote walipokuwa wanatoa sadaka, Habili alitoa sadaka zilizonona za mifugo, lakini Kaini akatoa sadaka ambazo zilikuwa ni dhaifu, hazimpendezi Bwana. Moyo wa Kaini ukaghadhabika sana. Moyo wa Kaini ukaingiwa na wivu juu ya ndugu yake Habili, na ikapelekea kwamba Habili akaweza kuuliwa na ndugu yake Kaini. Kwa nini? Kwa sababu ya wivu. Nataka nikwambie kwamba katika maisha yako acha wivu. Unapoona mtu amepiga hatua, acha wivu, acha tamaa, acha wivu. Unapoona mtu amefanikiwa kiroho, acha wivu. Unapoona mtu ameinuliwa na Mungu, labda mtu kanunua gari, acha wivu. Mtu amejenga nyumba nzuri, acha wivu. Mtu anapokuwa amepata kiwanja, amepata kazi nzuri, acha wivu. Jifunze kuacha wivu, wivu wenye tamaa mbaya. Wivu ni mbaya. Wivu unaweza ukaua, wivu unaweza ukaleta chuki, wivu unaweza ukakusababisha hata usimuone Mungu. Wivu unaweza ukasababisha hata usipate mafanikio katika maisha. Wivu unaweza ukasababisha hata wewe usiinuliwe katika maisha yako ya kimwili au ya kiroho. Wivu unaweza ukasababisha hata magomvi, migogoro ikatokea katika ndoa, katika familia, kwa sababu mtu anakuwa ana wivu. Acha wivu katika maisha yako. Acha wivu, acha kuwaonea wivu watu. Wewe binti, unakuta binti anaweza akamwonea wivu binti mwenzie au mwanamke mwingine, akamwonea wivu ya kwamba amevaa vizuri, amenunua nguo nzuri, kavaa kijola chake kizuri, kavaa gauni nzuri, kapendeza. Yeye kwa sababu bado wakati wake Mungu hajamkumbuka, basi anaingiwa na wivu. Acha wivu. Acha wivu ili uweze na wewe kubarikiwa, kuinuliwa, kumwona Mungu na wewe siku moja umiliki vitu vizuri. Acha wivu. Jifunze kuacha wivu. Bwana Yesu